Habari mpya kutokea White House ya Marekani ni kwamba Rais Donald Trump amesaini agizo la kuitawala kuhusu mchakato wa uuzaji wa TikTok nchini Marekani. Agizo hili limeweka msingi wa kikundi cha wawekezaji wa Marekani kununua TikTok, hapo maarufu ya mtandao wa kijamii ambayo imekuwa ikishikilia mamilioni ya watumiaji nchini Marekani peke yake. Hatua hii inakuja baada ya mjadala mkubwa kuhusu usalama wa data za wananchi wa Marekani na wasiwasi kwamba TikTok iliyo na uhusiano na China inaweza kuchukua au kutumia taarifa nyeti kwa njia zisizokuwa salama. Kwa mujibu wa ripoti, agizo la Trump linaashiria kwamba serikali ya Marekani inaruhusu mauzo haya, huku ikihakikisha kwamba data za wananchi wa Marekani zitalindwa chini ya ushirikiano wa wawekezaji wa ndani. Pia wachambuzi wa masuala ya kiteknolojia wanasema agizo hili linaweza kuwa kibali cha kisiasa na kibiashara, huku likibadilisha uhusiano kati ya Marekani na kampuni za kiteknolojia za China. Kwa sasa dunia ya teknolojia inasubiri kuona hatua zinazofuata, hasa jinsi TikTok itakavyochukua mchakato huu na matokeo yake kwa watumiaji wa Marekani. Lakini huu mgogoro ulidumu kwa muda mrefu kwelikweli, jambo ambalo lilisababisha hata TikTok kuzuiliwa kwa siku kadhaa ama kufungwa kwa watumiaji ambao wanapatikana kwenye bara la Amerika, na hivyo kuwafanya wakosa huduma, huku baadhi ya watengenezaji wa maudhui ama content creator wakitoa vilio kweli kweli ya kwamba wamekosa ajira na wameshindwa kutengeneza pesa kwa sababu mtandao umezuiliwa kwa wao kuweza kufikiwa. Changamoto kubwa ambayo Wamarekani walikuwa wanalalamika na uongozi ama utawala mzima wa Marekani ni kwamba data zao zilikuwa haziko salama, na imekuwa ikitumika kampuni hiyo ya ByteDance kuuza data kwa serikali ya China, na hivyo kuchunguza na kunyima usalama kwa raia wao ama usalama wa taifa la Marekani. Hivyo wakasema kama mnataka muwe amani na muwe na usalama, basi lazima muuze huu mtandao kwa mwekezaji wa Marekani, ndipo ambao tutaruhusu uendelee kutumika. Trump akatoa miezi kadhaa na kweli makubaliano yamefikiwa, na hivi sasa mtandao huo upo chini ya Marekani kwa bara la Marekani.